Rehema na amani zitokazo kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kwa Mungu Baba ziwe pamoja nanyi. Karibuni katika kipindi cha leo, na mtu mmoja ameniuliza swali, anatamani kujua nini maana ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Tukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 12 na ule mstari wa 31, maandiko yanasema, kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kukufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho Mtakatifu hawatasamehewa. Naye mtu atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala ule ujao. Sasa watu wengi wamekuwa wakiogopa, je, kama dhambi zote, kuua, kuiba, kusema uongo, wanadamu watasamehewa, je, kumkufuru Roho Mtakatifu ni nini? Sasa kitu cha kwanza tufahamu kabisa, kazi ya Roho Mtakatifu ni kutukumbusha kushika na kufanya maagizo ya Mungu. Manake mtu yeyote kabla hajafanya dhambi yoyote, kuna ile sauti ya ndani ambayo inakuwa kabla mtu hajafanya kitu kibaya, ndani yake kuna ile sauti ambayo inakuwa inamwambia usifanye hivyo. Sasa ile sauti inakuwa ni sauti ya Roho Mtakatifu. Sasa kwa nini Yesu alisema hivyo? Hapa tukianzia huku juu tunaona kwamba Yesu alimponya mtu mmoja ambaye alikuwa ana changamoto fulani. Sasa Mafarisayo na Masadukayo walikuwepo pale. Roho wa Mungu alikuwa anawahimiza kwamba mtu huyu anatoa pepo kwa uwezo wa nguvu za Mungu, lakini wao wakawa wanabishana na ile sauti, wanasema kwamba hapana, Yesu anatumia nguvu za giza, anatumia uwezo wa mkuu wa pepo Beelzebuli. Ndipo Yesu kwa kuwa anaona mambo ya rohoni akawaambia kwamba dhambi zote wanazozifanya wanadamu watasamehewa, ila kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa. Maana yake kitendo cha kupingana na Roho wa Mungu, kwamba Roho wa Mungu anawashuhudia kwamba huyu anatoa pepo kwa kutumia nguvu za Mungu, na wao wanasema hapana, anatumia nguvu za giza. Sasa kadiri unavyopishana na ile sauti ya Mungu, maana yake unakuwa unamkufuru Roho wa Mungu. Kwa kiufupi, kumkufuru Roho Mtakatifu ni kufanya dhambi kwa makusudi. Sasa twende tuongeza na kitabu cha Waebrania. Kitabu cha Waebrania sura ya 10 na ule mstari wa 26. Maandiko yanasema hivi: maana kama tukifanya dhambi makusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Umeona? Mstari wa 27, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wapingao. Kwa maandiko yanasisitiza kwamba kama tukifanya dhambi kwa makusudi baada ya kujua ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Maana yake kufanya dhambi kwa makusudi, anaposema baada ya kujua ujuzi, yani baada ya kujua ukweli kwamba kuiba ni dhambi. Sasa kama najua kuiba ni dhambi, kabla sijaiba kuna ile sauti ndani inaniambia hapana, hicho unachokifanya sicho kizuri. Kwa mimi nitakavozidi kufanya kuipinga ile sauti, maana yake nakuwa na mkufuru Roho Mtakatifu. Sasa inafika sehemu mtu alikuwa akifanya maovu, ndani kuna sauti anaisikia, ila ukiona imefika hatua mtu anafanya maovu na ile sauti ya ndani inakuwa haipo, hicho inakuwa ni kifo cha kiroho. Ni sawasawa na ganzi, ambapo kwamba mtu ukimchoma sindano ya ganzi mahali, hata ukimkata hasikii maumivu. Kwa hiyo kiufupi, kumkufuru Roho Mtakatifu ni kufanya dhambi kwa makusudi.